السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بحمده يستفتح كل مقالة وبذكره يصدر كل خطاب وبفضله يتنعم أهل الجزاء والثواب وباسمه يشفى كل داء وبه تكشف كل غمة وبلاء وإليه ترفع الأيدي بالتضرع والدعاء في الشدة والرخاء وهو السامع لجميع الأصوات على اختلاف اللغات فله الحمد على ما أسدى وأولى وله الشكر على ما أنعم وأعطى والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى ورسولنا المرتضى خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني ndugu zangu, kina baba kadhalika kina mama, baada ya kumhimidia Allah jalla jalalu na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad pamoja na ahli zake na sahaba wake kwa ujumla, leo ni siku ya Jumamosi, ni miongoni mwa siku zilizoandaliwa kwa ajili ya dua za majmuu. Dua za majmuu ni dua za pamoja. Dua hizi kama nilivyosema jana, kwa wiki huwa zinasomwa mara tatu: siku ya Ijumaa kama ya jana, na siku ya Jumamosi kama ya leo, na Jumapili kama ya kesho. Na dua hizi zimekuwa zikiwasaidia watu wengi, kwa sababu mirejesho tunaipata kupitia dua hizi. Wenye maradhi wameponywa maradhi yao, waliokuwa na ugumu katika milango ya mali Allah amewafanyia sahali, wamefanikiwa katika uchumi. Waliokuwa na matatizo ya kibiashara Allah aliwafanyia wepesi, biashara zao zikawaendea vyema. Waliokuwa na matatizo ya ndoa, kazi na kadhalika, kwa kweli wamehili mishikili yao kupitia dua hizi ambazo zinasomwa mara tatu kwa wiki. Mimi huwa sina wasiwasi kwamba dua zinatatua changamoto, sina wasiwasi juu ya hilo, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni asdaqul qailin, ni mkweli zaidi ya wakweli. Allah subhanahu wa ta'ala akisema, Allah subhanahu wa ta'ala husema kwa kumaanisha na wala hakuna kinyume chake. Allah aliposema ud'uni astajibu lakum, niombeni nitakujibuni, aliifungua milango ya maombi. Sasa ikiwa aliifungua milango ya maombi watu waombe, hawezi kuifunga milango ya majibu. Lazima milango ya majibu nayo itakuwa wazi. Kwa mimi huwa sina shaka mtu anapokuja kwenye dua hapa akauhudhurisha moyo wake
na akayapa usikivu masikio yake, akaomba dua kwa ikhlasi, huyo lazima afanikiwe. Kwa hizi dua za kila wiki mara 3 sio dua za kudharau. Mwenyezi Mungu yako mambo ambayo ameyakadiria. Qadari ndio mipango yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wapo waliokadiriwa maradhi, wapo waliokadiriwa ugumu katika mali, wapo waliokadiriwa ugumu katika biashara, hivyo hivyo mahusiano, kazi, ndoa na kadhalika. Sasa Allah akikukadiria jambo, lazima jambo lile likutokee, lazima likufike lile jambo. Sasa kinachoweza kuondosha kadari ni dua tu peke yake. Kwa nini? Kwa sababu Allah amekadiria ufikwe na matatizo, na yeye mwenyewe amekadiria uyaondoshe hayo matatizo kwa dua. Kwa hiyo kadari zinaondoshana zenyewe kwa zenyewe. Kwa hiyo usipuuze hata siku moja dua kama hizi. Kwa hiyo tunazo siku ya Ijumaa dua za majumuu za pamoja, kama ambavyo Jumamosi ya leo kila wiki pia tunakusanyika hapa kwa ajili ya dua, na siku ya Jumapili kama ya kesho. Lakini pamoja na kwamba tunazo dua za kila wiki, huwa tuna dua ya kila mwezi, ambayo sasa hii dua ni kubwa, kwa sababu Mwenyezi Mungu anatuambia tumtaje kwa wingi. Sasa ukisema kwamba hakuna dua kubwa, basi isingekuja amri ndani ya Qur'ani. Tunaambiwa tumtaje Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa wingi, tena bukratan wa asila, asubuhi na jioni. Na dua ni dhikri. Hivyo kila mwezi huwa tuna dua moja kubwa. Na kwa nini tunafanya dua kubwa kila mwezi? Ili Mwenyezi Mungu atuondoshee mazito yanayolingana na ukubwa wa dua. Kama ambavyo nilisema Jumapili iliyopita, Allah Subhanahu wa Ta'ala anazo hali 3 ambazo huwa anazitumia anapotaka kuwajibu waja wake dua. Anazo hali 3. Hali ya kwanza, Mtume anasema imma an yuajjila lahu da'awatahu. Mwanadamu anaweza akaomba dua, Mwenyezi Mungu akamharakishia yale majibu pale pale tu anapomaliza kuomba, na Mwenyezi Mungu anamjibu. Hiyo ni hali ya kwanza ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa anaitumia. Hali ya pili, Mtume akasema wa imma an yudakhirahu lahu fil akhirah, au wa imma an yudakhiraha lahu fil akhirah. Unaweza ukaomba dua, badala ya Mwenyezi Mungu kukujibu duniani akakutunzia hayo majibu yako, akaja kukujibu akhera. Lakini hii hali ya pili wengi hatuipendi, tunataka tujibiwe hapa hapa duniani. Na hali ya tatu, Mtume akasema wa imma an yasrifa anhu min as-su'i mithliha. Imma unaweza ukaomba Mwenyezi Mungu akakuondoshea ubaya, akakuondoshea matatizo, akakuondoshea mabalaa yanayolingana na ukubwa wa dua ulioiomba. Mahalu shahidi ni hapa, mimi ndo nilipokuwa napakusudia. Yaani kuondolewa matatizo kulingana na dua ulioiomba. Hii inamaanisha nini? Ukiomba dua ndogo, tatizo litaondoshwa kulingana na udogo wa dua ulioiomba, japokuwa hakuna dua ndogo. Ukiomba dua ya wastani, tatizo litaondoshwa likiwa na kiwango cha wastani. Ukiomba dua kubwa, Mwenyezi Mungu ataondosha matatizo mazito mazito makubwa. Ndio maana tukasema angalau kila mwezi tuwe na dua moja kubwa, tumlilie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tumbembeleze Allah Jalla Jalalu ili atuondolee mazito tulionayo. Lau ningelikuwa nikiomba dua hapa halafu hakuna hata mmoja anafanikiwa, wallahi tungefunga hiki kitu. Lakini kinachotupa moyo sisi,
kila tunapomaliza dua kubwa huwa tunapata mrejesho. Kwa mfano, leo nimeijiliwa na mama mmoja ananiambia, shekhe, ilipomalizika dua iliyopita ya kufunga mwaka na kufungua mwaka, mimi nilikuwa sisemeshani na watoto wangu, mume wangu alikuwa hanipigii simu, amenitenga, familia nzima kwa ujumla ilikuwa imenitenga. Mvua ilionyesha juzi, ananiambia ile nyumba ninayoishi mimi ikawa imepata kleki kana kwamba inataka kuanguka. Ghafla mtoto mmoja anakuja kunitembelea, na alikuwa ameniwekea ukuta, ameniwekea pazia, hatusemeshani mimi na yeye ni maadui na ninaitwa ni mchawi mimi. Kaja kunisalimia, kaja na chakula, lakini kakuta ile nyumba iko katika hali hiyo. Kaniambia, mama, unawezaje kuishi katika nyumba hii? Utakuja kuzikwa na hii nyumba. Hivi itatuelewaje jamii wewe ukifia hapa? Yule mama akasema, nitafanya nini? Mimi sina uwezo wa kupanga nyumba nzuri, sina uwezo, na nyinyi umenitenga. Leo ni mwaka wa 5 hamsemi na mimi. Yule mwanaye akawapigia simu ndugu zake kuwaeleza hali ya mama yao namna ilivyo. Kila alopigiwa simu alisikitika na kutoa ushauri mama ahamishwe pale. Kahamishwa pale, katafutiwa nyumba nzuri, na hivi tunavyozungumza amewekewa kila kitu, kwa sababu watoto wake walikuwa na uwezo. Ananiambia, na mume alikuwa hanipigii simu, sasa hivi ananipigia simu, lakini bado hatujarudiana, lakini ahadi zake ni yeye kurudiana na mimi. Baada ya kumalizika dua ya mafundo 12 tu, alikuwekwa hapa, kafunga na kufungua, na kachukua ile chumvi nyekundu pamoja na ile dawa inayoitwa uchawi wa mafundo, katumia, ndio yametokea hayo. Ndio maana nakuelezeni, lau kama tungelikuwa tunasoma dua halafu hazina mrejesho mzuri, ni bora kuachana na kituo hiki. Mafanikio yanatokana na namna wewe utakavyoshiriki. Tena wakati mwingine hakuna sababu ya kumlaumu msomaji wa dua, wakati mwingine dua unaiharibu wewe mwenyewe. Ndio maana mimi huwa nakuelezeni, tengenezeni nia. Kuna usemi unaosema, kam min saghiri yukabbiruhu niyya wa kam min kabiri yusaghiruhu niyya. Ni mara ngapi jambo dogo linakuzwa na nia, na ni mara ngapi jambo kubwa linadogeshwa na nia. Ukifanya jambo dogo, kama nia yako ni njema, una ikhlasi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lile jambo litakuzwa, japo ni dogo, kwa sababu nia yako ni nzuri. Lakini ufanye jambo kubwa, kama nia yako ni mbovu, huna ikhlasi, Mwenyezi Mungu analidogesha. Ndio maana Mtume anasema, innamal a'malu binniyati, hakika si vinginevyo amali zote azifanyazo mwanadamu zinakubalika mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kulingana na nia. Kwa dua hizi zinasaidia sana, sio mtu ajihesabie tu, ikitoka hii na kuja ile, ikitoka ile lengo ni sisi tusaidike kupitia dua. Sasa mbele yetu tunayo dua inayoitwa duaul ahlami, dua ya khawasi ya ndoto. Na hapa tunakwenda kuutumia ulimwengu wa ndoto. Kuna namna ulimwengu wa ndoto unaweza ukatumika ili mwanadamu aweze kupata mafanikio, kama ambavyo ulimwengu wa ndoto unaweza ukatumika kujiepushia mabalaa ulionayo au yale ambayo yamepangwa ya kufike. Unaweza ukautumia ulimwengu wa ndoto. Na dua hii tunataraji kwa uweza wake Allah Subhanahu wa Ta'ala kuifanya tarehe 1 ya mwezi wa 2 mwaka huu wa 2026. Na ina maandalizi yake dua hii
na jana watu wameanza kupewa maandalizi, kama ambavyo leo pia tutatoa maandalizi. Tusemeni insha Allah. Ulimwengu wa ndoto sio ulimwengu wa kupuuzwa, kama ambavyo wewe haupuuzi huu ulimwengu wa kawaida tulionao huu, na ndivyo unavyotakiwa kutokuupuuza ule ulimwengu wa ndoto. Wengi walithamini ndoto, wakashughulikia ndoto, ikawa ni sababu ya kufanikiwa, kama ambavyo wengi walidharau ndoto, ikawa ni sababu ya kuharibikiwa. Na ndiyo maana qasama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ar-ru'ya ala 3 aqsam. Ndio maana utaona Mtume amezigawanya ndoto kwenda katika mafungu matatu, akaeleza farru'ya bushra min Allah ta'ala. Mtu anaweza kulala akaota, ikawa kile alichokiota ni bishara inayotoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bishara ipi? Huenda anaonyeshwa jambo zuri kupitia ndoto, ili afanye harakati ya kuliendea lile jambo zuri, aweze kufanikiwa katika maisha yake. Ima yawezekana kupitia ndoto anaonyeshwa jambo baya ambalo huenda limepangwa na maadui zake wamfanyie, anaonyeshwa kupitia ndoto ili achukue tahadhari, ubaya ule usimfike. Kwa hiyo fungu la kwanza la ndoto, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema farru'ya bushra min Allah ta'ala. Mtu anaweza kulala akaota, ikawa kile alichokiota ni bishara kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini fungu la pili la ndoto, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema warru'ya minash shaitani. Wakati mwingine mtu anaweza kulala akaota, ikawa kile alichokiota kinatokana na shaitani. Mara nyingi ndoto za shaitani sio nzuri. Kwanza huwa anatia wasiwasi katika nyoyo za watu, anaingiza hofu katika nyoyo za watu, lakini shaitani ndiye anayetumiwa kuingiza mabaya kwenye mwili wa mwanadamu. Sasa unaweza kuonyeshwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba ndoto hiyo ni ndoto ya shetani hiyo. Lakini fungu la tatu, Mtume anasema farru'ya shakhsun yuhaddithu bihi nafsahu. Mtu anaweza kulifikiria jambo mchana kutwa, yaani yeye mchana kutwa anafikiria jambo moja tu linamshughulisha, mpaka usiku anapokwenda kulala anaota lile alilolifikiria mchana kutwa. Hii ndoto tunaelezwa huwa haichukuliwi na kuwekwa kwenye mizani hii. Ndoto hii ni ndoto ya kufikirika tu, haina maana yoyote. Kwa hiyo ukijiona wewe umefikiria jambo mchana kutwa mpaka usiku umeingia unaota, usiende kumuuliza shekhe ndoto hii ina maana gani, kwa sababu umefikiria sana, imekushughulisha sana, akili yako umeishughulisha sana kufikiria jambo hilo, lazima utaota. Hiyo ndoto haina maana. Ni kama vile wewe wampenda mtu kama mwanamke anampenda mwanamume au mwanamume anampenda mwanamke, anamfikiria mchana kutwa alafu usiku anamuota, wanafunga naye ndoa. Alafu unakuja kwa shekhe, shekhe, mimi na mchumba wangu nimeota tunafunga ndoa. Shekhe, ina maana gani hii ndoto? Mimi lazima nikuulize, unamfikiria sana mchana kutwa? Lazima nikuulize hivyo. Ukiniambia unamfikiria, mwambie hiyo ndoto haina maana yote. Wala usijisumbue nikueleze kwamba mtafunga ndoa hivi karibuni, nitakuwa nakudanganya. Sababu wewe unamfikiria mchana kutwa maana. Ukilala lazima ndoto kama hiyo itakuijia. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam amezigawanya ndoto katika mafungu matatu haya. Hii ni kuonyesha kwamba Mtume anaukubali ulimwengu wa ndoto upo, mpaka wafasiri wa ndoto akasema lau kana ru'ya huzwan, lau ndoto ingekuwa ni jambo la kipuuzi, lau ulimwengu wa ndoto ingekuwa ni jambo la faa kupuuzwa, lam yakun li hadha taqsimu maana,
kusingekuwa na maana yoyote kwa mtume kuleta mgawanyo huu. Kwani mtume anagawanya mambo ya kipuuzi? Mtume hawezi kugawanya jambo la kipuuzi. Jambo ambalo mtume sallallahu alaihi wasallam ameliwekea mgawanyo, bila shaka jambo hilo lina maana kubwa. Kwa hiyo ulimwengu wa ndoto upo, unaweza ukautumia ulimwengu wa ndoto kufikia malengo yako ya kidunia, kama ambavyo unaweza ukautumia ulimwengu wa ndoto kuyaepuka mabalaa ambayo huenda yamekufika au huenda yangekufika. Na ndiyo maana mitume hawakudharau ndoto. Sisi kiigizo chetu ni mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukitaka kulijua hilo, kitazame vizuri, kifuatilie vizuri kisa cha Nabiyullah Yusuf alayhi salam na baba yake Yaqubu. Fuatilia vizuri kile kisa. Siku moja Nabiyullah Yusuf alayhi salam alikuwa amelala, faraa fi manamihi 11 kaukaba, akaona usingizini kwake nyota 11, washamsa walqamara, na jua na mwezi vinamsujudia. Huyu ni mtume wa Allah, kalala kaota nyota 11, jua na mwezi vinamsujudia. Alivyoamka kutoka usingizini, akamfuata baba yake, na haya maelezo Mwenyezi Mungu ameyanukuu ndani ya Qur'ani katika surati Yusuf aya ya 4 mpaka ya 5. Allah ameyanukuu. Yusufu kaamka kutoka usingizini, anakwenda kwa baba yake, anamwambia ya abati inni raaitu 11 kaukaban washamsa walqamara raaituhum li sajidin. Ewe baba yangu, hakika mimi usiku wa kuamkia leo nimeota nyota 11 na jua na mwezi nimeviona vinanisujudia. Sasa kama ndoto ni jambo la kupuuzwa, huyu Nabii Yusuf angekwenda kumweleza babake? Na kwa nini Nabii Yusuf anamweleza babake? Ili apewe tafsiri, kuonyesha kwamba ulimwengu wa ndoto upo na ndoto si jambo ambalo lafaa kupuuzwa. Yusuf alipomweleza baba yake maneno haya, baba yake ambaye ni Yaqubu, ni mtume na yeye, hakudharau. Kamwambia bana, hebu niondolee upuuzi hapa. Hakusema hivyo. Na ukiona leo unakwenda kwa shekhe unamuuliza ndoto halafu anadharau, yule hafati sunna za mitume. Unadharau vipi ndoto? Na wakati Nabii Yusuf ni mtume, kaota ndoto, hakudharau. Kenda kwa baba yake kamuhadithia, baba yake hakudharau. Alimwambia ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika, ewe mwanangu, hii ndoto yako usiwahadithie ndugu zako. Fayakidu laka kaidan, ndugu zako watakufanyia vitimbwi. Inna shaitana lilinsani aduwwun mubin, hakika shaitani kwa mwanadamu ni adui aliye dhahiri. Nabii Yakobo tunaambiwa kabla ya kumpa tahadhari Yusuf, alimpa tafsiri, akamwambia hii ndoto mwanangu inabashiri sharafu, inabashiri utukufu mkubwa, inabashiri cheo kikubwa, we utakuja kuwa mtu mkubwa. Ndio akamwambia ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaidan inna shaitana lilinsani aduwwun mubin. E mwanangu, usiwahadithie ndugu zako hii ndoto. Ukiwahadithia watakufanyia vitimbwi. Hakika shaitani kwa mwanadamu ni adui aliye dhahiri. Kwa nini Nabii Yaqubu anamkataza Yusufu kuhadithia ndoto? Kwa sababu cheo ni neema. Cheo ni neema. Wale ndugu zake wakijua kwamba Yusufu atakuja kupata cheo kikubwa, watamfanyia husda. Ndio maana mtume anatuambia alaikum biqada'il hawaij bilkitman, munapoomba kutatuliwa shida zenu fanyeni siri. Fa inna kulla dhi ni'matin mahsuda, hakika kila mwenye neema huwa anahusudiwa.
na husda haina kwao. Husda inatoka kwa mtu yoyote na inatua mahala popote. Sasa wewe angalia, hawa ni ndugu hawa, na huyu Yaqubu ndio baba yao, lakini anamtahadharisha mwanawe juu ya nduguze, kwamba wakijua hii ndoto, na kwa kuwa inabashiri sharafu, inabashiri cheo, neema, hawa watakufanyia vitimbwi, hawa usiwahadithie. Sasa usije ukasema ndugu yangu mwenyewe ni wa kunifanyia hivyo. Husda haina mahala inapotoka, na inakwenda mahala popote na kwa mtu yoyote, bila kujalisha huyu ni ndugu. Na kweli baadaye, kisa ni kirefu, hawa ndugu zake walikuja kumtumbukiza Yusufu kisimani. Kisa ni kirefu, ni ndugu kabisa, na wao wakajua wamemaliza, wamemuua, lakini alikuja kuokolewa, akauzwa Misri, na baadaye akaja kuwasamehe hawa ndugu. Sasa ndoto ingekuwa ni jambo la kupuuzwa, ndoto ingekuwa ni jambo la kupuuzwa, kwanza Yaqubu asingemkataza Yusufu kuwahadithia. Ndoto si jambo la uongo, ndoto jambo sio la kweli. Kwa nini hawakataze? Alipowakataza ni kuonyesha kwamba ndoto ni kweli, na ndoto ni mambo yenye kusadikika, na yale tunayoyaota hutokea kweli. Ndio maana akamwambia, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika, ewe mwanangu, usiwahadithie ndugu zako ndoto hii, fayakidu laka kaidan, ukiwahadithia watakufanyia vitimbwi. Inna shaitana lilinsani aduwwun mubin, hakika shaitani kwa mwanadamu ni adui aliye wazi. Nimeanza na utangulizi huu kukuelewesheni kwamba ndoto si jambo la kupuuzwa. Unaweza ukapata mafanikio kupitia ulimwengu wa ndoto, kama ambavyo unaweza ukaharibikiwa wewe kwa kuudharau ulimwengu wa ndoto, na hili jambo halifichikani. Wapo watu wamepata mafanikio, naomba huyo mtoto mamangu, tutaelewana vibaya. Wapo watu ambao walipata mafanikio kupitia ndoto, wapo watu. Wakati huo huo wa Nabiyullah Yusuf alayhi salam, kulikuwa kuna mfalme. Huyu mfalme alilala, akaota ng'ombe 7 wanene wanaliwa na ng'ombe 7 wembamba, na mashuke 7 ya kijani kibichi, na mengine 7 makavu. Ni mfalme kalala, anaota ndoto hii. Yani ng'ombe 7 wanene wanaliwa na ng'ombe 7 wembamba, mashuke 7 ya kijani kibichi. Yani mti wenye matawi wenye mashuke 7 una rangi ya kijani kibichi, lakini kuna mengine mashuke yana rangi ya mashuke makavu. Kashtuka kutoka usingizini huyu mfalme, anawaambia wale wasaidizi wake wale, anawaambia, ya ayyuhal malau aftuni fi ru'yaya, anawaambia inni ara 7 baqaratin simanin yaakuluhunna 7 ijaf, enyi washauri wangu, mimi nimeota ng'ombe 7 wanene wanaliwa na ng'ombe 7 wembamba, wa 7 sumbulati khudhrin, na nimeota mashuke 7 ya kijani kibichi, wa ukharu yabisati, na mengine makavu. Aftuni fi ru'yaya in kuntum liru'ya ta'burun, naombeni tafsiri ya ndoto yangu hii kama nyinyi ni wataalamu wa kutafsiri ndoto. Kama ndoto ni jambo la kupuuza, huyu angewaomba washauri wake. Anawaambia, aftuni fi ru'yaya in kuntum liru'ya ta'buruni, nipeni tafsiri ya ndoto yangu kama kweli nyinyi ni wataalamu wa kutafsiri ndoto. Qalu adghathul ahlam, wakamwambia hiyo ndoto uliyoyota ni ndoto katika zile ndoto zilizoparaganyika,
adghafu ahlam, ndoto zilizoparaganyika hazina tafsiri. Wama nahnu bitawili alahlami bialimin, na wala sisi sio wataalamu wa kutafsiri ndoto. Wakamweleza hivyo. Waqala alladhi naja minhuma, na akasema kijana mmoja aliyeokoka kutoka gerezani miongoni mwa wale vijana wawili waliofungwa pamoja na Nabiiullah Yusuf alayhi salatu wasalam. Wadhakara ba'da umma, na akakumbuka baada ya kuwa umepita muda mrefu alikuwa gerezani. Yani yule Nabii Yusufu alipotolewa kwenye kisima aliuzwa kule Misri. Zulekha alipomtaka yule mume wa Zulekha, baada ya kuwa amegundua Yusufu, akaona bora aende gerezani kuliko hiyo fitna. Sasa kule gerezani kule alikutana na vijana wawili. Hawa vijana, mmoja aliota anatengeneza mvinyu na mwingine aliota kabeba mkate, lakini kule juu ndege wanadokoa ule mkate. Wakamwambia Yusuf, tunakuona wewe ni mtaalamu wa kutafsiri ndoto, hebu tuambie. Yule aliyeota anatengeneza juisi akaambiwa, wewe kwenye kesi hii utashinda na utatoka, na utakuwa karibu na mfalme, utakuwa ni mtu ambaye unamhudumia mfalme. Huyu mwingine akaambiwa, wewe uliyeota umebeba mkate kisha ndege wanaula, wewe utatiwa hatiani kwa kesi hii na utahukumiwa kunyongwa wewe, na ndege watakudokoa ukiwa msalabani. Alipowatafsiria hivyo Yusufu, kweli ikatokea. Huyu aliyeota anatengeneza juisi akashinda kesi, na huyu aliyeota kabeba mkate unadokolewa na ndege akahukumiwa kunyongwa. Sasa huyu aliyeshinda kesi akawekwa karibu na mfalme. Sasa wakati mfalme anasema, aftuni fi ru'yaya in kuntum liru'ya ta'burun, nipeni tafsiri ya ndoto yangu kama kweli nyinyi ni wataalamu wa kutafsiri ndoto. Wakati mfalme anaomba kutafsiriwa ndoto, na wale mabwana washauri wake walipomjibu, adghafu ahlami, hizi ni ndoto zilizoparaganyika, wama nahnu bitawili alahlami bialimin, na sisi sio wataalamu wa kutafsiri ndoto. Walipomjibu hivyo mfalme, huyu bwana aliyetoka gerezani alikuwepo pale, ndio akawaambia, jamani, ana unabiukum bitawilihi fa arsiluni, mimi naweza kwenda kukuleteni tafsiri ya hii ndoto, naomba mnitume niende mahala nikaulizie hii ndoto. Naomba huyu mtoto adhibitiwe nje kule. Hivi kwa nini hatuelewani? Ikabidi wamtume yule bwana aende kuomba tafsiri ya ndoto, na kweli akaenda mpaka gerezani. Alipofika gerezani akamkuta Yusufu bado yupo gerezani. Akamwambia Yusufu, ayuha siddiqi, Yusufu ewe mkweli, aftina fi sab'i baqaratin simanin yaakuluhunna sab'un ijafu, tunaomba utupe tafsiri ya ng'ombe 7 wanene wanaoliwa na ng'ombe 7 wembamba, wa sab'u sumbulatin khudrin, na mashuke 7 ya kijani kibichi, wa ukharu yabisati, na mengine makavu, la'alli arji'u ila nnasi la'allahum ya'lamun, huenda mimi nikarejea kwa watu kuwapa tafsiri hii, na huenda wao wakarejea kwenye haki. Hapa nataka kuelezeni kwamba tunapoleta dua ya khawasi ya ndoto, sio kwamba tumebunibuni tu mambo. Ndoto si jambo ambalo lafaa kupuuzwa. Unaweza ukayapata mafanikio kupitia ndoto, kama ambavyo ukidharau ndoto unaweza ukaharibikiwa, na kama ambavyo unaweza ukajinasua kutoka kwenye matatizo kupitia ndoto. Baada ya kuwa huyu bwana amemuomba Yusufu ampe tafsiri ya ndoto, Yusufu pale pale hakusita, akamwambia, tazarauna 7 sinina daaba, nyinyi mutalima miaka 7 mfululizo, mtalima miaka 7 mfululizo. Fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma taakulun, kile mutakachokivuna
kiacheni kwenye mashuke yake, msikitoe chote, isipokuwa chukueni vichache mtakavyotumia kwa ajili ya kula. Wanaambiwa waweke akiba sasa hapo kupitia ndoto. Msivune vyote, wacheni kwenye mashuke, chukueni vichache ambavyo itakutosheni kula kwenye mwaka huu. Thumma yati min ba'di dhalika sab'un shidadi, kisha baada ya hapo itakuja miaka mingine ya dhiki. Ya akulna ma qaddamtu lahunna illa qalila mimma tuhsinun, ile miaka yenye dhiki itakula vile mlivyovitanguliza, isipokuwa vichache tu vitabakia vile mlivyoweka akiba, ndio vitakavyobakia. Thumma ta'ati min ba'di dhalika amun fihi yughathu an-nas wa fihi yasirun, kisha baada ya hapo utakuja mwaka mwingine ambapo sasa watu watapata chakula, watu watapata neema. Ndio wale ng'ombe 7 wanene wanaliwa na wale ng'ombe 7 wembamba. Miaka yenye neema inakuja kuliwa na ile miaka yenye dhiki, lakini baadaye Mwenyezi Mungu atarejesha neema na watu watapata mazao. Baada ya kuwa huyu amepewa tafsiri hii, akairejesha kwa mfalme. Yule mfalme walipolima miaka 7, walipopata viliwekwa akiba vyakula, wakala kiasi kidogo tu, na kweli kulikuja kukazuka mwaka wa njaa, mpaka kuna miji ya jirani iliyo kando kando ya Misri, zile nchi za jirani zikawa zinatoka kule zinakwenda kuchukua chakula Misri kilichowekwa akiba. Watu wamepata mafanikio kupitia nini? Kupitia ndoto. Wamenusurika watu wa miji mingine, watu wa nchi nyingine, kwa ndoto aliyoiota mfalme, na mfalme hakuipuuza ile ndoto, alihadithia kwa washauri wake, na yule kijana akasema, mimi nitakwenda gerezani, nitakwenda kumuuliza, kuna mtu ambaye ni mtaalamu wa kutafsiri ndoto, atatupa tafsiri. Walipopewa tafsiri wakafanyia kazi hayo mambo, yakaja kutokea kweli, ikawa ni sababu ya ile nchi ya Misri kunusurika na njaa, lakini ikasaidia hata zile nchi zilizoko jirani. Ni kupata mafanikio kupitia ulimwengu wa nini? Kupitia ulimwengu wa ndoto. Sasa usije ukadharau ndoto hata siku moja. Ndoto si jambo la kudharauliwa. Ndiyo maana wanawazuoni waliojaaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala kujua siri ya adhkari na auradi na siri zilizojificha katika ayatul Qur'aniya, wakapata dua ambazo tunaweza kuzitumia. Hizi dua ikawa ni sababu ya sisi kupata mafanikio kupitia ulimwengu wa ndoto, ikawa ni sababu ya kujiepusha na madhila kupitia ulimwengu wa ndoto. Jana nilieleza kwamba tunapoelekea kwenye dua ya tarehe 1 ya mwezi wa kwanza huu, tuelekea dua ya tarehe 1 mwezi wa pili tabani. Tunapoelekea katika dua ya tarehe 1 mwezi wa pili ambayo ni dua ya khawasu ya ndoto, kuna maandalizi ambayo tunatakiwa tuyafanye, na maandalizi yenyewe lazima upate waraka. Jana nilieleza, na huu waraka ukishaupata unaukunja vizuri, kisha unauweka kwenye naironi kwa ajili ya kuuhifadhi, kwa sababu unatakiwa uje na waraka huu tarehe 1 mwezi wa pili. Huu waraka ukishaupata, na ninakukabidhi kwa dua hapa, sikukabidhi bure bure, kwa dua maalum. Kishaupata huu, unaulalia kuanzia leo ulipoupata waraka huu. Kwa uchunguzi uliofanyika, unaweza kufungua ndoto kwa yule mtu ambaye haoti, na unaweza kurejesha kumbukumbu ya ndoto kwa yule ambaye anaota usiku, ikifika asubuhi anasahau. Waraka huu unaweza kuondosha vipingamizi vilivyo katikati yako wewe na mafanikio uliyoyaona kwenye ndoto. Kama kuna vipingamizi vinakuzuia kuyafikia mafanikio haya, huu waraka kwa uwezo wake Allah unaondosha vipingamizi hivyo vya kishaitani, vipingamizi vya kichawi, hasadi pamoja na vicho vinaondolewa. Lakini waraka huu, kama kuna ndoto mbaya zinazobashiri matatizo, Allah anakuondolea matatizo haya kupitia waraka huu. Tumeanza kuugawa jana
na watu wameanza kulalia jana, na leo asubuhi nimeanza kupata mrejesho. Dadangu mmoja anaitwa Aisha Ismaili amekuja ananiambia, shekhe, nimeteseka nilivyoralia hii karatasi. Nikamwambia hii karatasi pia ina kawaida ya kufanya operation. Leo kaniambia anaitwa Aisha Ismaili, anatibiwa private hapa. Kalalia akapata shida sana usiku kwa sababu inapambana hii. Kwa sio waraka wa kupuza. Lakini nini kimeandikwa kwenye waraka huu? Kilichoandikwa kwenye waraka huu ni dua mbili. Dua ya kwanza ni pale unapokwenda kwa shekhe, si umelala umeota, unakwenda kwa shekhe unamwambia, shekhe, usiku wa kuamkia leo mimi nimeota. Shekhe kabla ya kukupa fursa ya kuihadithia ndoto yako anatakiwa kuombee kwanza dua. Sio ukimwambia shekhe nimeota, aya niambie umeota nini? Ukimwambia shekhe nimeota anakuambia subiri. Anakuombea kwanza dua kabla hata ya kuisikia hiyo ndoto. Anakuambia khairan tutalaqa au sharran tutawaqa. Hiyo ndoto uliyoiota kama ni ya kheri, na kuombea kwa Mwenyezi Mungu akukutanishe na hiyo kheri. Na kama hiyo ndoto uliyoiota ni ya shari, ninakuombea kwa Mwenyezi Mungu akuepushe na hiyo shari. Shekhe atakiwa kuombea dua hii kabla ya kuhadithia ndoto yako. Akishakuombea hii dua ndio anakuambia hebu hadithia hiyo ndoto, ndio unamhadithia. Sasa hii dua hii ndio imeandikwa kwenye waraka huu utakaoanza kuulalia mpaka tarehe 1 ya mwezi wa pili mwaka huu 2026 utakapokuja nao ule waraka kwenye dua hapa. Sasa ukishamhadithia ile ndoto shekhe, na shekhe akakupa tafsiri na ushauri pengine amekupa, kabla ya kuondoka anatakiwa pia akuombee tena dua ya kuagana. Na dua yenyewe nilisema jana ni ndefu, inafunguliwa na kisa cha Nabiyullahi Yunusu, yani na ile dhikri aliyoleta Yunusu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Dua ni ndefu. Sasa leo huu haraka kwa wale ambao hawajachukua tutaugawa, tusemeni inshallah. Tusemeni tena inshallah. Kwa kuwa tunaelekea kwenye dua ya khawasi ya ndoto, tulisema kila Ijumaa na Jumamosi na Jumapili tutakuwa tunatoa faida ya tafsiri za ndoto. Na jana tulitafsiri ndoto 6. Si ndivyo jana tulitafsiri ndoto 6. Leo tutaanza na ndoto ya 7 inayohusisha wafu au vifo. Tukimaliza ndoto zinazohusisha wafu au vifo, tutahama tena, tutatoa tafsiri ya ndoto nyingine. Sasa ndoto ya 7 inayohusisha wafu au vifo, idha raa alhalimu anna almayyita yamuddu yadayhi wa yuaniquhu. Atakapoota mtu aliye hai anamuota maiti amenyoosha mikono yake na amemkumbatia. Yani umelala umeota mtu aliyekufa, umemuota mtu aliyokufa. Inawezekana baba yako au mama yako au ndugu yako au mtu mwingine yoyote kanyoosha mikono yake amekukumbatia. Fa inna dhalika yadullu ala tuli umri. Ndoto hiyo inajulisha juu ya urefu wa umri wako. Utaishi umri mrefu. Usijokaona nimeota nakumbatiwa na mtu aliyekufa, huenda na mimi nikafa. Utaishi umri mrefu. Lakini nyinyi hamjawahi kusikia ile kauli wamemkatisha ndoto zake. Ndoto huwa zinakatishwa. Unaweza ukaota hivi na ukaishi umri mfupi. Kwa sababu famina sihiri ma yusabbibu al-ida. Miongoni mwa uchawi upo uchawi ambao ukifanywa unasababisha uadui, na uadui ni neno pana. Inawezekana uadui wenyewe ukasababisha kifo, ukasababisha maradhi, mambo chungu mzima. Kwa hiyo usibweteke, pia unao wajibu wa kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala kwenye dua hizi. Mbembeleze, mnyenyekee, fuata utaratibu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakupa umri mrefu kama ilivyotabiri ndoto yako.
Lakini ndoto ya 8, idha dakhala almayitu bilhayyi daran majhula, maiti anapoingia na mtu aliye hai kwenye nyumba isiyojulikana. Yaani wewe uliye hai unaweza ukalala, kisha ikakuijia ndoto unaingia na mtu aliyekufaga siku nyingi kwenye nyumba, lakini nyumba hiyo haijulikani. Kwa mfano kwenye mtaa unaoishi wewe, nyumba unazijua, unaweza ukalala ukaota unaingia na mtu aliyekufa kwenye nyumba unayoijua, si huwa unaiona mtaani kwako? Hiyo ni nyumba inayojulikana. Lakini umelala umemuota mtu aliyekufa, unaingia naye kwenye nyumba isiyojulikana, fa innahu yamutu wa yulhaqu bidhalika almayit, hakika huyo aliyeota ndoto hii atakufa muda wa karibuni na atakwenda kukutana na yule maiti aliyemuota, kwa sababu dara majhula, nyumba isiyojulikana, ndio kaburi. Kwani kuna mtu anajua atazikwa wapi? Wala tadri nafsu bi ayi ardhi tamut, nafsi haijui itafia wapi na wala itazikwa wapi. Ndio hiyo nyumba isiyojulikana hiyo, ukiingia na mtu aliyekufa, yani na maana utamkuta kule akhera, kule katika maisha ya barzakhi. Sawa sawa. Ndoto ya 9, marraa annahu hamala mayita biduni aljanaza, atakayelala akaota amebeba maiti, lakini yule maiti amembeba mwenyewe bila jeneza. Kambeba maiti mwenyewe, hakuna jeneza. Wafasiri wa ndoto wanasema dhalika malun halalu, hiyo ni mali ya halali utakayoichuma katika maisha yako. Lianna almauta haqqun, kwa sababu kifo ni jambo la kweli. Kifo ni jambo, utapata mali ya halali. Sasa mwingine akilala akaota amebeba maiti, anaweza akadhani kwamba ndoto hiyo ni mbaya. Eleweni kwamba kuna kitu kinachoitwa ta'awilu ru'ya bidhiddiha, tafsiri za ndoto zinazosema kinyume chake. Yani ndoto unaweza ukaiona dhahiri yake kama vile inatisha, lakini batini yake ni ndoto yenye kubashiri mambo mazuri. Ndio maana ndoto mpaka kufasirie yule anayejua kufasiri ndoto. Hiyo ni ndoto ya 9 taban, si ndivyo? Ndoto ya 10 tutakwenda mpaka 12, twende 6. Marraa mayita matan mautan jadida, yoyote atakayelala akaota akamuota maiti. Marraa mayita mata mautan jadida, yoyote atakayelala akamuota mtu aliyekufa, amekufa tena kwa mara nyingine, kafa kifo kipya. Kama ni baba yako aishakufuga siku nyingi, wewe umelala unamuota tena baba yako anaumwa mpaka anakufa, watu wanakusanyika wanaenda kumzika, kafa mara nyingine, wewe unaota hivyo. Fahuwa mautu insan min atibi dhalika almayit au ahli baiti. Ndoto hii inabashiri kwamba hicho ni kifo cha mtu mwingine atakayekufa baada ya huyo maiti aliyekufa. Katika familia yenu atakufa mtu mwingine, kwa sababu mtu hafi mara mbili. Tena wafasiri wengine wakaenda zaidi mno, wakasema kwenye familia yenu kama kuna mtu ana jina la yule maiti uliomuota anakufa tena, basi kwenye familia yenu huyo mwenye jina hilo huenda akafa, na huenda hata ajali zao zikafanana. Wafasiri wengine wanasema hivyo, kama alikufa kwa ajali ya gari, huenda na mtu mwingine akafa kwa ajali ya gari. Kama ni kwa kughiriki kwenye bahari, huenda na mwingine akaghiriki baharini. Kama ni kwa kuchomwa moto, huenda na yeye akachomwa moto pia. Kama kifo chake kile kile, baadhi ya wafasiri wa ndoto wakasema hivyo. Lakini tutosheke kwamba ukimuota mtu aliyekufa kafa tena, ni kifo cha mtu mwingine atakayeondoka kwenye familia yenu. Hiyo ni ndoto ya ngapi? Ya 10 Haya, tunakwenda ndoto ya 11. Marraa kaanna binahu mata, mtu yoyote atakayelala akaota kama vile mwanawe wa kiume amekufa. Takhallasa min aduwihi,
huyo muotaji ataepukana na adui yake. Yaani kama kuna adui anamnyemelea, Allah atamuepusha na huyo adui. Kumuota mtoto wa kiume amekufa. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu asema inna min amwalikum wa auladikum wa azwajikum fitna fahdharuha, hakika miongoni mwa wake zenu na watoto wenu na mali zenu ni maadui, chukueni tahadhari. Wametajwa auladi hapa kuonyesha kwamba ni watoto wa kiume. Watu wanafasiri hivyo. Kwa hiyo ukimuota mtoto wako wa kiume, alimradi tu asiwe amefanyiwa yale mambo anayofanywa maiti yote yale, ukamuota amekufa, unaepukana na adui yako. Lakini ukiuliza, je, wa kike? Ukiota wa kike amekufa, wewe utapata dhiki ya kimaisha, utapata shida. Ukimuota binti kafa, mtoto wako wa kike, sio ndoto nzuri hiyo, utapata shida katika maisha. Sawa Lakini ndoto ya 6 ambayo sasa ni ya mwisho hii kwa siku yetu ya leo, fa idha ra'at hamila annaha matat, mwanamke mjamzito akilala akaota amekufa, wa humilat ala aljanaza, na amebebwa kwenye jeneza, wannasu yabukuna alaiha, na watu wanamlilia, min ghairi rinna wala nauhi, pasina makelele wala maombolezo, wanalia kimya kimya. Fa innaha talidu ibna wa tasurru bihi, ndoto hii inabashiri huyo mwanamke atazaa mtoto wa kiume, atazaa dume, atazaa jembe, na yule mtoto itakuwa ni furaha, itakuwa ni sababu ya kumfurahikia. Yaani atapata furaha kupitia mtoto yule. Ni muhimu sana kuhudhuria kila siku ya Ijumaa na Jumamosi na Jumapili kuweza kupata mafundisho haya, kwa sababu tunao mwezi mzima tukielekea ile tarehe 1 ya mwezi wa pili mwaka huu 2026 kwenye dua ya khawasu ya ndoto. Kikubwa zaidi tunambembeleza Mwenyezi Mungu kwa wale ambao hatuoti kabisa, ndoto zetu zimefungwa na wachawi au na mashaitani. Kupitia khawasu hii Allah afungue ndoto zetu tuote. Na kama tunaota ikifika asubuhi tunapoteza kumbukumbu, kupitia khawasu hizi Allah arejeshe kumbukumbu. Na kama tunaota mambo mazuri yenye kubashiri mafanikio katika maisha yetu, lakini kumekuwa na shida kuyafikia mafanikio hayo, kupitia khawasu hii tunamuomba Allah aondoshe vipingamizi vya kichawi na vipingamizi vya kishetani, ili tuweze kuyafikia mafanikio tunayoyaona kupitia ndoto. Na kama tunaota ndoto zenye kubashiri mabalaa, kupitia dua hii ya khawasu ya ndoto, Allah atuondoshe mabalaa hayo. Ajalie ulimwengu wa ndoto uwe ni manufaa kwetu sisi. Sasa kinachofuatia, tutagawa hizi karatasi kwa wale ambao hawajapata karatasi, na wataanza kuzilalia, na hizi watakuja nazo insha Allah tarehe 1 ya mwezi wa pili mwaka huu 2026, itakuwa ni siku ya Jumapili. Wallahu waliyut tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.